Mjadala wetu kwenye michezo leo unaimulika fainali ya kombe la dunia mwaka 2026 ambapo ni timu mbili pekee zimesalia mpaka sasa na ambazo bado zina ndoto ya kuwa mabingwa wa dunia kwa mwaka huu 2026. Tumeshuhudia timu zingine 46 ikiwa ni pamoja na wenyeji wenza Marekani, Mexico na Canada zikitupwa nje pamoja na vigogo wengine Brazil na Ujerumani zikitupwa nje katika michuano hii ya kombe la dunia. Na mara hii tunawazungumzia Argentina na Uhispania. Argentina ni bingwa mtetezi wa michuano hii mara hii na Uhispania yeye ni bingwa mwaka 2010. Timu hizi zimefika vipi katika finali? Niko studioni hapa na wenzangu Jacob Safari yuko studioni hapa. Yeye, mambo vipi? Safi kabisa. Nashukuru na niko tayari kabisa. Asante. Lakini pia kwa upande wa pili kwenye line ya simu yuko mwenzetu Joseph Charo pamoja na Mindy Joseph. Bila shaka mnanipata. Nakupata vizuri kabisa Sule. Asante sana. Nianze na Jacob Safari ambaye uko hapa studioni. Unajua wakati michuano hii inaanza, Argentina ilivyoanza katika safari yake michuano hii mpaka inafika finali, ningeweza kutaja vitu vingi sana lakini nizungumzie tu safari kwa ufupi kwamba mwanzo mpaka walikofika hapa ni kwamba watu wengi wanaitazama ni timu ambayo kwenye makaratasi imepita katika mstari ambao ulikuwa hauna ushindani mkubwa, kwa sababu ni kwamba katika ile orodha ya timu bora za FIFA hakuna hata timu moja iliyopo katika nafasi ya kwanza mpaka 15 ambayo imekutana na Argentina katika hatua zote hizi za kombe la dunia mpaka katika mechi ya nusu finali dhidi ya England wakishinda goli 2-1. Unaamini hao wanaosema kwamba safari imekuwa nyepesi zaidi kwa Argentina wako sahihi? Siwezi kusema hivyo kwa sababu katika kombe hili la dunia Suleiman, tumeona tumeshangazwa na hizo ambazo zinaitwa timu ndogo ndogo. Kwa sababu chukulia mfano katika hatua ya 32 bora walicheza Argentina na Cape Verde. Lakini uliona wewe mwenyewe mechi ile jinsi ilivyokwenda, ilikuwa ni piga ni kupige. Argentina anafunga, Cape Verde anarudisha mpaka dakika ya mwisho na Argentina ilikuwa roho mkononi. Hawakuamini wao wenyewe, hata lile bao la tatu la ushindi walolifunga ilikuwa wanafikiri bado litarudishwa. Walipokwenda katika hatua ya 16 bora walipatana na Misri. Misri nayo ilikuwa mambo ni hayo. Walipofika katika robo finali walicheza na Uswisi. Uswisi nayo pia wakahitaji mabao ya dakika za mwisho kabisa. Mechi ilipokuwa inaelekea kuisha ndio ushindi wakaupata. Walipofika nusu finali mambo yalikuwa hayo. Kwa hiyo nafikiri ndio kwenye karatasi unaweza kusema kwamba hizi timu hazikuwa timu bora kulingana na viwango vile vya FIFA, lakini uwanjani walipewa changamoto kubwa sana Argentina. Joseph Charo, unatupata bila shaka. Umemsikia Jacob Safari hapa akizungumzia jinsi ambavyo Argentina imepambana pamoja na kwamba imetajwa kama imepita na timu nyepesi, lakini ameelezea hapa kwamba jinsi ambavyo ilikuwa inapambana. Tumzungumzie Lionel Messi ambaye ndio unaweza kusema amekuwa muhimili kwa timu hii ya Argentina tangu mwanzo. Mechi ya kwanza kabisa dhidi ya Algeria akitia kambani magoli 3, hat-trick ya kwanza, na mechi ya mwisho kabisa ametoa assist unaweza kusema ambayo imewafanikisha katika hatua hii ya finali. Unaweza kuelezeaje mchango huyu wa nyota huyu ambaye ni bingwa mtetezi wa michuano hii na yeye akiwa mmoja kati ya watu waliosaidia kuifikisha timu hapa? Messi kabanwa sana katika pambano lililopita na karibu asahaulike. Lakini dakika za mwisho amejitokeza tu, alafu amepiga pasi 2 muhimu ambazo hizo ndizo ambazo zimesababisha yale mabao kufungwa. Na dakika za mwisho kabisa wanapata ushindi. Hiki nafikiri ndicho kitu ambacho kinamtenganisha yeye kama Messi na wachezaji wengine katika ule ujanja na mbinu zake za mchezo. Na nafikiri katika finali najua kwamba Hispania watataka kumdhibiti, lakini itafikia wakati atachomoka vile na hizi pasi, hizi uwezo wake wa kupiga pasi atautumia vile na anaweza akawaweka katika hali ngumu sana wa Hispania. Bila shaka mchango wake ni muhimu sana. Ukisema kwamba Messi umemtia mfukoni, anatoboa tundu, anatoka na upande wa pili. Nilipomsikiza Jacob hapa mwanzo alionyesha dhahiri kabisa kwamba Argentina wamefika katika hatua hii wakiwa wanastahili kabisa, na wewe mwenyewe umeeleza kwamba mchango wa Messi pia ni mkubwa na bado anaweza kaendelea kuwa mwiba kwa timu anazokutana nazo. Mimi ndio unanipata bila shaka. Nakupata vizuri kabisa kwa sababu umewasikia hawa watu wote wawili wakieleza jinsi ambavyo wanaitazama Argentina. Unadhani sasa tuseme kwamba uwezo wa kulitoa taji hili kwa mara ya pili mfululizo upo kwa maelezo haya, ama wewe unayo mawazo tofauti? nafikiri, 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 nafikiri
Mimi huenda nikawa na mawazo tofauti kidogo kuhusiana na fainali hii. Kwanza ni pambano la kutafuta bingwa dunia, na tunafahamu pia ni fainali ambayo itakuwa na falsafa mbili tofauti za soka. Kwa upande mmoja kuna Argentina ambayo inacheza kwa kasi, ufanisi, lakini pia uwezo wa kuamua mechi katika nyakati muhimu. Lakini kwa upande mwingine Hispania ni timu ambayo pia inayotawala umiliki wa mpira, kujenga mashambulizi kwa utulivu na kupunguza nafasi za wapinzani kupitia nidhamu ya kiufundi. Na kwa mtazamo wangu naweza nikasema eneo ambalo litaamua bingwa wa kombe la dunia kwa mwaka 2026 katika pambano la fainali ni katikati ya uwanja. Timu ambayo itashinda vita ya kiungo ndio ambayo pia itakayodhibiti mwelekeo wa mchezo. Naamini kocha wa Argentina atategemea zaidi utulivu, lakini pia ubunifu wa Rodrigo de Paul, lakini pia Enzo Fernandez pamoja na Maki Arista. Na hawa ndio injini ya timu. Kazi yao itakuwa ni kuvuruga ule mzunguko wa pasi za Hispania. Ishia kwanza hapo. Swali langu lilikuwa ni ikiwa unaipa nafasi Argentina kubeba taji. Kama uwezo huo wanao, umesema hapa tayari unahisi kwamba itakuwa ni swala la kimbinu zaidi. Jacob, nirudi kwako. Ukitazama safari ya Uhispania, jinsi ambavyo walianza mechi yao ya awali kabisa ya dhidi ya Cape Verde, wakatoka sare, watu wengi wakawa kama wameitoa Uhispania katika zile mbiu za kubeba ubingwa. Lakini baada ya hapo wakawa kama wameenda kimi hivi, wakiwa wanatoa kichapo kimoja baada ya mwingine. Na katika mechi yao ya robo finali dhidi ya Ubelgiji wakashinda kabisa wazi. Lakini mechi ambayo watu walitegemea pengine ndio itaamua ubora wa La Roya ambao umewataja muda fulani katika ripoti yako hapa, wakawacharaza mabingwa mwaka 2018 Ufaransa magoli mawili. Sasa mtu angetegemea, kwa sababu moja ya timu ambayo ilikuwa inapewa nafasi kubwa zaidi ilikuwa ni Ufaransa, kulingana na jinsi ambavyo ni tishio, kwa sababu ukitaja yale majina Olise, Dembele, Kylian Mbappe, wewe mwenyewe unaogopa, lakini waliweza kusimama kidete na wakawacharaza, na hiyo safu yote ya ushambuliaji ya Ufaransa haikufanya chochote. Unazungumziaje hii timu ya taifa ukilinganisha kwa ufupi na ripoti ambayo umetoka kutuambia hapa kuhusiana na timu hii ya taifa? Timu ya taifa ya Uhispania ni timu ambayo imekamilika katika kila kiungo. Ukianza na safu ya ulinzi, kwanza mlinda lango wake ametulia kabisa, Unai Simon. Alafu ukija katika safu ya ulinzi, ni safu ambayo sikutarajia itafanya yale makubwa iliyoyafanya katika kombe hili la dunia. Kufikia hatua hii Hispania imekubali goli moja pekee yake katika lango lake. Hilo mimi sikutazamia kama litafanyika. Lakini ukija katika kiungo cha kati, Minde amezungumzia kwamba ni timu ambayo ina kiungo cha kati ambacho ni imara kabisa, kiongozwa na kina Rodri na Pedri. Kwa hiyo nafikiri pale katika kiungo cha kati ndio timu hii ya Uhispania inaposhindia mechi, kwa sababu ni imara kiasi cha kwamba timu nyingi zinakuwa zinashindwa zicheze vipi, kwa sababu wanaweza kuutuliza mpira, wanaumiliki mpira, wanaudhibiti kuanzia dakika ya mwanzo mpaka ya mwisho. Na Argentina wasipokuwa makini Sule, nafikiri Uhispania wanaweza kuangamiza kwa hilo. Kwa sababu Argentina kama tulivyosema kwamba ni timu ambayo ndio inakubali magoli, inaruhusu magoli, lakini inajua kwamba inaweza kukuadhibu katika dakika za mwisho. Sasa Uhispania wakiingia katika hii fainali watakuwa na hilo akilini. Na kulingana na mchezo tuliouona walioucheza dhidi ya Ufaransa walijaribu katika dakika za mwisho pia kufanya mashambulizi kama yale wanayofanya Argentina, lakini walishindwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya jinsi Uhispania wanavyodhibiti mchezo. Charo, unamsikia Jacob hapo jinsi anavyoichambua timu ya taifa ya Uhispania, na mimi nikisikiliza maelezo ya tangu mwanzo, nilimuuliza Jacob muda fulani hapa kuhusiana na safari ya timu ya taifa Argentina mpaka hatua hii ya finali. Mimi binafsi naitazama kama ni safari ilikuwa nyepesi kwa upande wao kulinganisha na mataifa mengine, kwa mfano kama Uhispania ambao wamekutana na vigogo Ufaransa. Ni sahihi kusema kwamba Argentina anaenda katika mechi hii akiwa yeye ndio underdog? Siwezi kusema hivyo. Lakini pengine hapo kwa wepesi naweza nikakubaliana na wewe, kwa sababu kulikuwa kuna hoja mpaka watu wanasema kwani Argentina inacheza AFCON katika kombe la dunia? Maana ilikuwa inacheza na timu za Afrika.
Katika kundi lao J kulikuwa na Austria, Algeria na Jordan, na Argentina imeshinda mechi zake zote 3 ikifunga mabao 7 na kupata alama zote 9. Kwa hiyo kulikuwa na Algeria hapo, ikaja ikakipiga na Cape Verde, Mwafrika huyu, ikaja ikapiga tena na Misri. Ushaona sasa, ikawa yani ni Afrika. Sasa hii ikaleta hiyo hoja kwamba hawa jamaa njia yao kidogo imekuwa nyepesi, kwa sababu hizi sizo timu ambazo ziko katika FIFA ile orodha yao angalau za 15 bora. Sasa kwa hapo ungeweza kusema, lakini kama alivyosema Jacob hapo awali ni kwamba hii safari ya Argentina haijakuwa ngumu, na inabidi hata katika wanapokwenda kwenye fainali nafikiri wawe makini sana, kwa sababu Argentina ndiyo ambayo inakabiliwa na shinikizo kubwa katika mechi hii ya fainali. Na mfumo ambao wanapenda kutumia sana kocha wao Scaloni 4-4-2. Wawe makini sana, kwa sababu akina Rodri na akina Pedri katika kiungo cha kati wanaweza kabisa wakauvuruga mchezo wao na wasipate nafasi kabisa ya kupiga shuti hata moja kuelekea langoni. Mindi, mara ya mwisho kabisa timu hizi zilipokutana ilikuwa katika mechi ya kirafiki mwaka 2018 katika uwanja wa Wanda Metropolitano nchini Uhispania, na Argentina alikufa goli 6-1, na leo hii wanacheza katika mechi hii ya fainali, hii ikiwa sasa ni mechi ya fainali ya kombe la dunia. Unatabiri vipi kwa ufupi sana katika mchezo kama huu? Utabiri wangu katika mechi ya fainali, kwanza takwimu tunasema zinaweza zikasaidia katika pambano, lakini pia katika miongoni mwa hiyo mechi uliyoitaja, mechi 14 kila moja kashinda mechi 6 na wametoka sare michezo miwili. Kwa hiyo mzani ni uko sawa. Iwapo tu atakayefanikiwa kumzidi mwenzie namna gani ya kumiliki pale katikati ya uwanja kupitia viungo wake Argentina, viungo wake, lakini pia Uhispania viungo wake, ndiye atakayekuwa bingwa wa fainali hiyo. Asante sana. Kabla sijaenda kwa mkongwe Joseph Charo, nirudi kwako Jacob. Kwa ufupi kabisa, unadhani kimbinu mechi hii itaamuliwa wapi? Kama alivyosema Mindi, mechi hii itaamuliwa katika kiungo cha kati kwa kweli, lakini pia katika wingi. Tumeona Lionel Messi katika mechi kadhaa sasa, mechi inapoelekea mwisho, anahama, anatoka katikati, anaelekea katika wingi ya kulia, na hapo ndio inakuwa hatari zaidi. Kwa hiyo kiungo cha kati na wingi ya kulia upande wa Argentina, na upande wa Uhispania kiungo cha kati na wingi pia ya kulia aliko Lamine Yamal. Kwa hiyo ni kimbinu zaidi. Haya, mkongwe Joseph Charo, kuna simulizi ya Lionel Messi na Lamine Yamal ambayo sio mara yao ya kwanza kukutana katika mchezo. Manake hii walishawahi kukutana nje ya uwanja, lakini hii itakuwa ni mara ya kwanza katika ndani ya dakika 90 za mchezo. Mwaka 2007 Messi akiwa katika kampeni ya Barcelona na shirika la watoto duniani UNICEF alimbeba kijana huyu mdogo. Watu wanahisi kwamba ni kama vile Messi anaenda kukabidhi funguo kwa kijana mdogo ambaye ni kama yeye mwenyewe alimbatiza, kwamba ni kama alimbatiza kuja kuchukua viatu vyake. Ni kweli ama unasemaje? Siwezi kusema kama ni kweli ama si kweli, lakini ukiangalia manake soka kama dini hivi ungeweza kusema. Manake huyu ni kama ile roho kaipuliza manake ndani ya huyu kijana. Lakini sasa baba anakwenda kukutana na mtoto. Sasa kama ni hivyo kwamba soka linafanana kama na imani, basi baba huenda kabeba kombe hapa. Alafu akishabeba kombe sasa ndo ampulizie sasa hiyo roho, aseme mimi natoka katika hii kazi, sasa wewe endeleza. Unaona itakuwa vigumu sana. Mimi naona kwamba Rodri abebe kombe kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, kwa maana kwamba Lamine Yamal amemshinda Lionel Messi. Kwa kuangalia jinsi ambavyo umeelezea, kuna vitu fulani vinatokea katika hii dunia na kuwa vinaamuliwa katika ulimwengu wa roho ambao hauonekani. Sitaki kwenda huko sana, mpira ni mpira, lakini kama ni hivyo inaweza ikawa ni hivyo, na kama ni hivyo basi Lamine Yamal hawezi kubeba kombe mbele ya babake. Na unajua watu wanasema Lamine atawashangaza sana, kwa sababu kuna matukio kama 3 hivi ambayo yanaonyesha mfuatano wa hizo footstep wanavyosema Waingereza. Kwa mfano ni kwamba
Lamine Yamal amekulia katika academy ya La Masia, vile vile Messi, lakini Lamine anavaa jezi nambari 10 ambaye ni Messi vile vile, lakini vile vile katika kombe la dunia mchezaji wa kwanza kufunga akiwa na umri mdogo zaidi ni Messi na Lamine Yamal, wote wakiwa na miaka 19. Kwa hiyo huu mfanano wa matukio huko mtandaoni, watu wanasema kwamba inawezekana baba sasa safari yake ni bye bye na mambo yanaweza kuameachia ngazi. Suleiman, mimi nahisi Lamine Yamal anaweza kupindua. Wacha tuone itakuwa vipi. Sasa nirudi kwenye swala la tunaelekea ukingoni kwa ufupi sana, nimwachie mkongwe hapa atumalizie kwa ufupi sana. Charo, tumesikia mapema kabisa tangu juzi jana tukipata ripoti mbalimbali kwamba 26% ya makocha waliokuwepo katika michuano hii ya kombe la dunia sawa na kusema makocha 13 wote ama wametimuliwa ama wameachia ngazi baada ya wakati mashindano haya bado hajaisha na vitu kama hivyo. Nini kimetokea hapa katikati? Ni kwamba uwanjani mambo yalikuwa mabaya zaidi, mbinu zao zilikuwa zinafeli, ama pressure ni kubwa? Nini hasa ambacho kimepelekea yote haya? Nadhani kule kutolewa mapema na pia ile mishtuko ambayo ilikuwa inashuhudiwa, timu kushindwa kutimiza matarajio, makocha wanashindwa na wanakabiliwa na shinikizo pia katika usimamizi wa zile timu. Lakini kocha wa Tunisia Sabri Lamouchi nafikiri ndio alipata tabu sana, maana yake alisimamia mechi moja tu ya kundi F dhidi ya Sweden, wamefungwa mabao 5-1, akaondolewa tayari pale hata mechi za makundi bado. Nafikiri huu uamuzi ulikuwa wa jazba na sidhani kama ilikuwa ni haki, lakini kuna wengine kama kina Julian Nagelsmann ambao pia wametoa kishindo wakaondoka baada ya kutolewa duru ya 32. Halafu pia kocha wa Ureno, Croatia, Uholanzi, makocha kibao wametimuliwa. Na huyu wa Ecuador Sebastian Becasese pia ametolewa katika hiyo duru ya 32 bora. Nafikiri haya ni maamuzi ambayo mimi singe yaunga mkono sana, kwa sababu yanavuruga saikolojia ya wachezaji. Hata baada ya kwamba zimetoka zile timu, zinahitaji muda wa kuendelea na wale makocha angalau kidogo, ili kuangalia mbele katika mashindano ambayo yanakuwa yanafanyika katika mabara yao. Hasa hivi kwa mfano mashindano ya Euro ambayo yanakuja, timu ya Ujerumani inahitaji uthabiti na utulivu. Sasa kituko kama hiki kitokea, ile saikolojia ya timu inavurugika, unaleta kocha mwingine, ni miaka 2, kila mchezaji anarudi katika klabu yake, anakosa ule muda wa kutulia, inabidi waanze kuzoea kocha mwingine. Nafikiri hili si jambo ambalo ni zuri na si mtindo ambao ningeunga mkono. Kwa sekunde 20 kila mmoja, kwa sababu muda naambia umekwisha hapa. Nikianza na Mindi, mechi ya finali uko upande gani wewe? Mimi naweza nikasema nampa Uhispania. Haya, Jacob, asante sana. Upande wa Jacob, wewe unaipa timu gani nafasi? Naipa Uhispania nafasi kwa kweli. Mkongwe, wewe unabaki wapi? Mimi naenda kwa babake mtoto. Asanteni sana. Na huu ni mjadala wa mchezo kuzungumzia fainali ya kombe la dunia mwaka 2026 kati ya Argentina dhidi ya Uhispania pale siku ya Jumapili tarehe 19 ya mwezi huu.